kupunguza ukubwa wa bwawa lililotakiwa kujengwa. Ninyi mmechukua hatua gani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mkandarasi yule tumechukua hatua kwa kuvunja mkataba wake, mkataba wake, kukata hasara zote alizotusababishia na kuendelea na mradi ule kwa njia ya force account. Nani aliruhusu abadilishe maelekezo ambayo mlimpa? Hakuna aliyeruhusu maelekezo Mheshimiwa. Ninyi mnakuwa wapi mpaka anatekeleza tofauti na kilichokuwa kimeelekezwa? Huu mradi unajengwa wapi? Si huko wilaya hii? Huko wilaya hii Mheshimiwa. Ninyi mlikuwa wapi mpaka amebadilisha? Mpaka linagundulika jengo limeshakamilika. Tabia ya kukaa maofisini, watu wanakaa maofisini. Kutoka mpaka muone ziara, mpaka muone mwenge wa uhuru umekuja. Kwa nini hamsimamii miradi? Kazi yako ni nini? Kazi yangu ni kusimamia miradi ya ujenzi. Imekuwaje ili mpaka limeharibika hamjaweza kugundua? Hii imetokana na aina ya mkandarasi tumepata mkandarasi mbovu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye hazingatii maelekezo ya Nani aliwaletea? Naam. Nani aliwaletea? Alipatikana kwa kuomba kwenye mfumo wa NeST. Nani kampa? Ninyi kwa nini mlimpa? Mnatumia NeST kama kichaka? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kamanda wa TAKUKURU, fuatilia hili tujue hasa kilichotokea ni nini ili tuweze kuchukua hatua. Kulikuwepo na ujenzi wa mradi wa matundu 10 ya vyoo na mabweni 2 shule ya sekondari Mamsera. Mradi umesimama muda mrefu, hadi baadhi ya kuta za mabweni zimeanza kupata nyufa. Mkurugenzi, tuambie ili kwa nini mmeruhusu hii? Shida ni nini? Wilaya kama ya Rombo mnakuwa na jengo limesimama muda mrefu mpaka linapata nyufa. Mradi wa ujenzi wa matundu ya vyoo 16, vyumba 4 vya madarasa na bweni 1 katika shule ya sekondari Maki. Mmemlipa mkandarasi pesa yote licha ya kwamba jengo halijakamilika. Hebu tuambie haya mawili mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mradi wa kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mradi wa kwanza pesa iliyokuja haikutosheleza. Kwa hiyo tumefanya utaratibu wa vikao ili kuweza kuomba nyongeza ya fedha husika. Lakini hata hivyo kwenye mradi pia wa Maki, gharama Mheshimiwa Waziri Mkuu zinazokuja za ujenzi wa mabweni hazina uhalisia kabisa. Kwa mfano, kwa sasa hivi unapoletewa bweni kwa milioni 130 hauwezi kumaliza. Ndio maana mara nyingi ambapo inatokea kunakuwa na upungufu kama hivi. Mlikuwa mnajenga ghorofa, mbona wengine wamemaliza? Jiografia ya Rombo ni tofauti sana. Kuna wakati mwingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata wewe tunaweza tukafika pale eneo la Maki, kuna mwinuko ambao msingi wake unaweza ukawa sawa na kimo chetu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo kuna Mmempaje fedha yote kabla ya mradi haujaisha? Yeye ashapewa fedha yote? Hapana Mheshimiwa, hatujamlipa yote, labda tafsiri anayosema, lakini tuliweza kununua vifaa, lakini tumelipa sehemu ya ufundi. Haikuwa sehemu ya hakuwa contractor. Kwa hiyo tunanunua vifaa
hapo hapo tunamlipa fundi. Mkurugenzi, sijaja kutembea hapa, nina taarifa. Kwa hiyo vyombo wamedanganya? Mheshimiwa, niko sahihi. Vyombo wamedanganya? Naomba kama kuna ufuatiliaji tuweze kuiundwe tume ya kufuatilia hilo. Naomba niwasilishe. Kamanda wa TAKUKURU, fuatilia na hili. Wanataka mkurugenzi anataka kusema vyombo mmedanganya kwenye taarifa. Tutachukua hatua tukishapata hiyo taarifa. Hatutaki uzembe, uvivu, ubadhilifu. Nikishaipata taarifa ya kamanda, Mheshimiwa Waziri, nitaleta maelekezo ya hatua za kuchukua. Haya mengine nikupongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mlishayachukulia hatua. Kasoro ambazo zilijitokeza mlishachukua hatua. Hivi ndivyo tunavyotaka. Tunataka watu wawe kazini, watu wafanye kazi. Na kushukuru na kupongeza umechukua hatua. Sasa niende kwenye maelekezo. Mheshimiwa mbunge, umesema pale Tarakea, tulipokuwa pale Tarakea, umeelezea kwamba wenzetu wa Kenya wanafanya kazi masaa 24 na kwamba watu wetu wakifika mpaka pale, wakati mwingine upande wa Kenya anakuwa ameshagongewa, analazimika aelekezwe aende Holili ili akagongewe. Hatuna shida ya watumishi wa mamlaka ya mapato TRA. Hatuna shida ya watu wa kufanya kazi. Nimwelekeze Kamishna Jenerali wa mapato, tuanze kufanya kazi masaa 24 kwenye mpaka huo. Hatuwezi tukawa na wananchi wetu wanafanya kazi alafu sisi serikali tumelala. Kwa hiyo mwakilishi wa Kamishna Jenerali uliyeko hapo, uwasiliane na Kamishna Jenerali, mkamilishe utaratibu. Nataka pale paanze kufanya kazi masaa 24. Nyongeza ile tuliyosema pale ya eneo, nimesema ndani ya siku 10 tathmini ile ikamilike, tuanze kulipa fidia. Lakini ujenzi wa kituo kikubwa utatukuta tukiwa tunafanya masaa 24. Hata kama tutakaa kwenye makontena, tuanze masaa 24 pale.